Marafiki wana mchango mkubwa sana kwenye kusaidia kutimiza malengo yako na kufanikiwa mambo ambayo unataka kuyafanya. Lakini ni vizuri kujua kwamba ingawa kuna marafiki unatakiwa uambatane nao, kuna marafiki unatakiwa uepuke. Na ningekuambia kwamba kuna aina 5 za marafiki ambao unatakiwa uepuke kabisa kama wewe unataka kufanikiwa. Usipoweza kuepuka marafiki hawa, wanaweza kuwa ni chanzo chako cha kufeli na chanzo chako cha kurudi nyuma na kuchelewa kufika kule ambako unataka kwenda. Aina ya kwanza kabisa marafiki ni wale ambao wamezungumzwa na mwandishi anaitwa Adam Grant katika kitabu chake kinaitwa Give and Take. Aina ya marafiki tunawaita the au selfish friends. Hawa ni marafiki ambao ukiwa nao kama ni kwenye mizani, tunasema mizani yako inakuwa haija balance. Hawa kikubwa ni kwamba wao wanataka wapokee tu, wanataka wewe uwafanyie, wanataka wewe uwapatie, wanataka wawekee kipaumbele. Kwa maneno mengine, wa aina hii ya marafiki ni wale ambao wanaamini wewe kuwa nao katika maisha yao ni kwamba unatakiwa utumie muda wako, utumie rasilimali zako, utumie kile ulicho nacho kwa ajili yao. Yaani kwa maneno mengine, urafiki wenu kipaumbele chake ni wao na wewe hauna kipaumbele wala huna nafasi. Aina ya marafiki huwa wanachosha sana na mara nyingi sana watakufikisha sehemu ambapo utashindwa kufurahia mahusiano ambayo mnayo kama marafiki. Ukigundua mtu wa namna hii, unaweza ukamshauri, lakini kama ikishindikana kumshauri, tunasema punguza muda ambao unatumia naye rafiki wa namna hiyo, kwa sababu rafiki ambaye ni kama vile anakuwa parasite kwenye maisha yako. Sijua kama umeshakutana na rafiki wa namna hii, lakini kama yupo, ni muhimu sana kujua namna gani unaweza ukatengeneza umbali naye, kwa sababu kwa maneno mengine atageuka kwa mzigo mzito ambao utashindwa kuenenda nao. Uspa ni aina marafiki ambao ukikutana nao hawana habari nzuri au ambazo unaweza kuzungumza za kujenga. Ni watu ambao siku zote wao wanajadili matukio au wanajadili watu. Mtu mmoja, mwanafalsafa mmoja, alishawahi kusema kwamba hapa duniani kuna aina 3 za watu. Aina ya kwanza watu ni wale ambao wanadadili watu wengine. Yaani kazi yao ni kuzungumza tu nani kafanya nini wakati gani, nani amevaa vizuri, nani amenunua gari, nani amefukuzwa kazi, nani yuko hivi. Kazi yao ni kuzungumzia watu wengine. Kuna pia watu wanazungumza matukio au tunasema events. Hao ni watu ambao wanazungumza tu nini kimetokea, habari gani imetokea, kitu gani kimetokea mjini. Hao ni watu ambao wana ratiba zote za matukio yote, kama ni ya starehe, matukio yote kama ni ya mpira wa miguu, matukio yote yale ambao wewe unaweza kuyafahamu. Lakini aina 3 ya watu ni wale ambao tunasema wanajadili issues au wanajadili masuala ya msingi katika maisha. Wanajiuliza tutatokaje hapa tulipo kwenda kule ambako tunatakiwa kwenda. Tuanzishaje biashara? Tutakuzaje biashara yetu? Tuongezaje kipato chetu? Tuongezaje elimu na maarifa tulionayo? Sasa ukiwa na na hii, maana yake ni kwamba ubongo wako utakuwa unajikita katika kuzungumza mambo ambayo hayatakuwa na mchango mkubwa na faida kubwa kwenye maisha yako. Watu wanazunguka na gossip huwa mara nyingi hawapati mawazo mapya ya kuwatoa katika maisha yao. Aina 3 ya marafiki tunawaita, ambao tunataka kuepuka, tunawaita promise breaker. Promise breaker ni aina ya marafiki ambao kwa kweli you cannot count on them. Hauwezi kuwahesabia kwamba ni watu wanaweza kusimama na wewe. Ni watu ambao wao wakiwa na kitu chao, wewe unaweza ukasimama pamoja nao kuanzia mwanzoni mpaka mwishoni. Lakini wewe unapokuwa na kitu chako, huwezi ukawahesabu kabisa kama ni watu wanaweza kukusaidia. Mara nyingi watu wanao promise breaker wanatoa ahadi nzuri sana. Nitakusaidia, nitakuwa pamoja na wewe, nitasimama pamoja na wewe, lakini siku ukipata tatizo, ukipata changamoto, ndio wale unakuta kwamba simu yako hapokei, au alikuahidi atakupa pesa na kweli ulimwamini sana na hakupi ile pesa tena, anatoa sababu ambazo sio za msingi, au wakati mwingine hatoi hata sababu. Ni watu ambao tunasema kwamba ukweli ni kwamba hawaoni kama kuna umuhimu sana wa kusimama na wewe au kuzingatia kile kitu ambacho unafanya. Kwa ni watu ambao wanatoa ahadi nyingi za kusimama na wewe kama rafiki, lakini hawawezi kutimiza mambo yao. Kila siku lazima watakuangusha. Tena mara nyingi wanakuangusha dakika za mwisho katika kitu ambacho unakifanya. Ni watu ambao unasema yani nilimtegemea sana, nilimwamini sana, nilimtarajia sana, lakini mwisho wa siku amekuja ameniangusha. Kwa una kitu unataka kufanya, wanakuambia don't worry bwana, hicho kitu mimi nitaseto, hiyo hela nitakutumia, au hicho kitu fulani nitafanya. Mwisho wa siku unakuta hawajafanya kabisa. Watu hawa maana yake ni kwamba mara nyingi wanaweza kukuingiza kwenye matatizo makubwa sana, kwa sababu kila wakati hawatimizi walichokusudia kutimiza, na wewe tayari umeshaamini kwamba unahitaji msaada mwingine kwa sababu wao wapo. Aina 4 ya marafiki ambao tunasema unatakiwa kuepuka ni wale ambao tunawaita energy vampire. Ni watu ambao ukimaliza kuongea nao unajisikia kama vile kuna nguvu zimekuishia katika mwili wako, kwa sababu hawa wanaongea vitu ambavyo kwa kweli vina drain energy, vinaondoa ile nguvu ulionayo ya kukimbizana na malengo na maisha yako ya kila siku. Na mara nyingi wako katika vitu vitatu. Cha kwanza ni watu ambao wana complain sana.
Yaani ukikutana nao wanalalamika kuanzia asubuhi mpaka jioni. Atamlalamikia mwenzi wake, atalalamikia biashara, atalalamikia siasa, atalalamikia hali ya hewa, atalalamikia kila kitu anachoweza kukitafuta kukilalamikia. Lakini pili ni watu ambao kila siku wao wana matatizo. Hakuna siku ambao watakuja kwako wakiwa na suluhisho la jambo fulani. Kila siku wanazungumzia matatizo yao. Kila siku wanazungumzia tatizo ambalo limewakabili. Na wao tunasema uoga wanapenda sana kumagnify problem. Inawezekana tatizo ni kweli lipo, lakini wanalikuza kiwango kikubwa sana. Na sifa yao nyingine ya tatu tunawaita wanakufanya kuwa ni emotional dump. Yaani wenyewe muda mzuri wanakutafuta ni wakati wana shida za kihisia, ili wakuambie kama vile wanakumwagia matatizo. Yaani ukikutana nao utafikiri kama vile wanakutoa mizigo yote ambayo wanayo juu yao. Sasa ni kweli kwamba marafiki wanaweza wakashare vitu au matatizo yanayowakabili, lakini hawa muda mwingi ambao watakutafuta ni kwa sababu wanataka wakuangushie mzigo au wakuachie changamoto ambazo wanazo na sio vinginevyo. Aina mwisho ya marafiki ambao unatakiwa kabisa kuepuka kama kweli unataka kufanikiwa ni wale ambao tunawaita mood killer. Mood killer ni marafiki ambao kwa kweli ukipata tu muda wa kuzungumza nao, mood yako inaharibiwa na wao kabisa. Wanakuharibia mood yako kwa sababu ya mazungumzo yao. Mara nyingi kuna vitu ambavyo vinasababisha hiyo mood iharibike. Na cha kwanza kabisa, aina rafiki ni wale ambao kila wakati watatafuta flaws kwenye kitu unachokifanya. Watatafuta kukukosoa. Yaani wanakukriticize kwa sababu wanataka kukuboreshea. Wanakukriticize kwa sababu wanataka kukatisha tamaa. Yaani ukikutana nao tu, ukiwaambia wazo lako, ukiwaambia unachotaka kufanya, ukiwaambia biashara yako, ukiwaambia chochote kile, ukiwaambia ndoto yako, cha kwanza wataona kitu cha kukatisha tamaa katika kitu ambacho unakifanya. Sasa watu wanasema wanakutoa kabisa kwenye mood. Ukikutana na wale watu ambao ukiongea nao tu ni kama vile unapoteza kabisa furaha yako. Hawezi kuwa positive kwenye kitu chochote kile. Chochote utakachowaambia, utakachoshirikisha, wataanza kukiongelea kutoka kwenye negative side. Sasa ni vizuri kujua kwamba ni kweli marafiki tunawahitaji, na wako aina nyingi ambao hata tumejifunza huko nyuma tunawahitaji, lakini kuna marafiki unatakiwa kuepuka. Na hizi aina 5 ni aina marafiki ambao unatakiwa kuepuka. Ningependa uniambie wewe katika maisha yako, unafikiri una rafiki wa aina yoyote wa namna hii ambayo kweli unatakiwa kumwepuka kuanzia leo ili utimize malengo yako? Hebu niambie na mimi nitafurahi zaidi. Tuendelee kujifunza. See you at the top.